Kilio cha zaidi ya miaka 10 cha wakazi wa mkoa wa Geita, hasa wachimbaji wadogo, cha kupewa mawe yenye masalia ya dhahabu yajulikanayo kama magwangala yanayomwagwa na mgodi wa dhahabu wa GGM limepata ufumbuzi baada ya mgodi huo kuridhia kuyatoa mawe hayo kwa utaratibu. Magwangala yana historia mkoani Geita, kwani katika kipindi cha nyuma wachimbaji wadogo walikuwa wakiingia mgodini kwa ajili ya kuyafuata kupitia njia hatarishi zilizosababisha vifo kwa baadhi yao. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Vijana wengi hufuata magwangala ndani ya leseni ya GGM. Kazi ngumu kipindi cha nyuma kuwadhibiti waliokuwa wanavamia mgodi, na ilikuwa inawapa wakati mgumu mgodi wa dhahabu wa Geita, hasa wakitaka kulipua. Mnamo Januari 5 mwaka huu, katika ziara yake mkoani Geita, Makamu wa Rais Samia Suluhu ametoa neno juu ya magwangala. Nimemtaka waziri wa madini na namtaka mbele yenu asirudi Dar es Salaam mpaka magwangala yawe yameeleweka. Agizo ambalo limetekelezwa. Tumekubaliana kwa dhamira moja kwamba yale magwangala kampuni imeridhia yatumiwe na wananchi kwa ajili ya shughuli zao ndogo ndogo, lakini tumekubaliana kwa masharti yafuatayo. Kwanza, kila upande na wajibu wa kutekeleza. Kwa upande wa serikali, tutawatafutia maeneo wananchi wetu ili magwangala yale yatolewe yalipo yakafanyiwe kazi nje ya eneo ya leseni la GGM. Ndani ya siku 14 kuanzia sasa, taratibu zote zinazohitajika zinatakiwa kukamilika kwa wakati. Mimi kwanza nitashukuru kama wataturuhusu tufanye hiyo kazi. Kiukweli wakiweka utaratibu mzuri tutachukua, naamini ukali wa maisha tutaupunguza. Pamoja na hayo, Dr. Kalemani amewatembelea wachimbaji wadogo na kuona changamoto zao. Tunashinda kuwasapoti watu sababu ya mtaji midogo, tendea kazi. Tanzania tunaweza. Tupeni nafasi, tupeni fursa, tufanye wenzetu. Tunahakika tutawakilisha nchi katika rasilimali hii ya sekta ya madini. Tunaweza. Serikali imeongeza ruzuku kwa wachimbaji. Kwanza niwaambie, ruzuku ilikuwa ni dola 50,000 ruzuku ya zamani. Sasa hivi tumeongeza, inakuwa ni dola 100,000. Sasa na milioni ngapi? Kwa hiyo ukiwa na leseni, kama ni mchimbaji halali, huna makosa ya uchimbaji, na una eneo halali na lazima uwe Mtanzania, utapewa dola 100,000. Naibu Waziri wa Nishati na Madini Dr. Medad Kalemani amemaliza ziara yake siku 3 mkoani Geita, akiwa ameshughulikia suala la wachimbaji na umeme. Salma Mrisho, Star TV, Geita.